Wanawake mkoani Geita wametakiwa kutumia mitandao ya kijamii kama fursa muhimu ya kujiongezea kipato kwa kutangaza shughuli mbalimbali wanazozifanya ikiwemo biashara na shughuli za ujasiriamali. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake CCM UWT Taifa, Mary Chatanda, wakati wa hafla ya utoaji wa tuzo za Malkia wa Dhahabu iliyofanyika mkoani Geita. Amesema kuwa katika dunia ya sasa ya teknolojia, mitandao ya kijamii imekuwa nyenzo muhimu ya kufikia wateja wengi zaidi na kuongeza masoko ya bidhaa na huduma zinazotolewa na wanawake. Tusifikirie mtandao ni kwa ajili ya watu wengine, bali ni fursa kwa ajili yetu, na hasa katika kuifungua dunia katika fursa za kibiashara. Wewe mjasiriamali, kila unapoweka kifurushi unapaswa kujiuliza, leo nataka kuitangazia dunia nini kuhusu shughuli zangu za kibiashara ninazofanya, au nataka kujifunza jambo gani leo ambalo litaniongezea ujuzi wa biashara au kutangaza maarifa nilionayo. Kwa upande wake, mkurugenzi wa Geita Women Festival na mwandaaji wa tuzo hizo Cecilia Miraji amesema lengo ni kuona wanawake wanajikwamua kiuchumi kupitia tuzo hizo zinazotambua uwepo wao. Nivunia kuona wanawake wengi wa mkoa wa Geita wakionyesha hali kubwa ya kujitegemea kiuchumi. Wapo walioanza na mitaji midogo, lakini leo wamekuwa waajiri, wameongeza kipato chao cha familia zao na kuchangia ukuaji na uchumi wa mkoa wetu. Hawa ni mashujaa wa maendeleo wanaostahili kupongezwa na katika tuzo hizo. Salma Mipawa ameibuka mshindi katika sekta ya madini, ambapo amesema ushindi huo ni chachu ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii na kutoa mchango mkubwa zaidi katika sekta ya madini. Washindi wengine waliotunukiwa tuzo ni pamoja na Leticia Pastori, mtendaji mkuu wa Kadama English Medium, pamoja na Betha Komba, mkurugenzi wa Kaskana Collection. Washindi hao wameeleza kuwa tuzo hizo zinatoa hamasa kwa wanawake. Tuma ni upendo pia wa wadau ambao tuko katika sekta ya madini, wanawake wenzangu ambao pia wananisapoti sana, na washukuru pia. Sisahau kusema nashukuru sana wapiga kura wangu. Na zaidi ya hapo, nilitaka kuwaonyesha wanawake wengine kwamba mwanamke anaweza akapambana na akaweza kumiliki taasisi yake mwenyewe binafsi. Wanawake wengi wana haso, yani sijui fanyaje, wanapambana ili kuweza kujikwamua kiuchumi, wasiwe tena mategemezi. Na kwa kiukweli, kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo wanawake tunaonekana kuwa vinara zaidi, hasa tunakuwa sio tegemezi, tunaweza kujitegemea wenyewe. Hafla ya tuzo za Malkia wa Dhahabu imewakutanisha wanawake kutoka maeneo mbalimbali ya mkoa wa Geita, ambapo pamoja na utoaji wa tuzo, washiriki walipata elimu kuhusu ujasiriamali, matumizi ya teknolojia na njia za kukuza shughuli za kiuchumi. Ripoti ya Joel Maduka kutoka mkoani Geita ikisomwa studio na Samuel Chem. Wito umetolewa kwa watumishi kuendelea kumtumikia Mungu kwa kadri Mwenyezi Mungu alivyowajalia. Wito huo umetolewa na Katibu Mkuu wa Kanisa la AICT, Mchungaji Josepharis Mtebe, katika hafla fupi ya kumuaga Catherine Ligwa aliyestaafu utumishi wake baada ya kutumika kwa miaka 41 katika kiwanda cha uchapishaji cha Inland Press and Publisher kilichoko Bwiru jijini Mwanza. Mchungaji Mtebe amesema licha ya changamoto mbalimbali za kiutumishi zilizopo, lakini kuendelea kumtumikia Mungu kuna faida. Sisi tumeacha vitu vyote tukakufuata, tutapata nini? Swali gumu kwe. Swali ambalo tunalo hapa, tumekaa tumenyamaza, lakini yamkini tunalo. Mimi nafanya kazi hapa, mwisho wa siku nitapata nini? Haimaanishi hatuna haki ya kupata maslahi
haimaanishi hatuna haki ya kupata mahitaji yetu, lakini ni mtazamo wetu ni nini tunapotumika. Ilikuwa shida kwa Petro mwenyewe sema tumeacha vyote tukakufuata, na Yesu anasema wale walioacha vyote wakanifuata watapata mara 100 hapa duniani, lakini pia wataurithi uzima wa milele. Kwa hiyo kuna faida kubwa, nadhani maneno haya yanawakilisha tu neno, kuna faida kubwa katika kumtumikia Mungu. Hakuna hasara. Hakuna hasara katika kumtumikia Mungu. Ni kweli katika macho ya nyama ya kibinadamu mtu mwingine anaweza kudhani kuna hasara, lakini hakuna hasara katika kumtumikia Mungu. Tunaweza kupungukiwa, tusiwe sawa na mwingine aliyenavyo vingi, lakini hilo ni swala lingine, kwa sababu swala la umepewa kiasi gani na mwingine amepewa kiasi gani, na lenyewe katika mfumo wa imani lina utofauti wake. Waswahili wakasema aliyekupa wewe ndiye aliyeninyima mimi. Yaani maana yake hapa ni kwamba Mungu mwenyewe anatugawia kila mtu kwa kadiri inavyompendeza yeye. Na tukienda katika mfano mzima wa maisha, kuna mtu anaweza kwa kweli kuwa ana kipato kikubwa na mwingine ana kipato kidogo. Huo ni mfumo wa maisha, lakini kusudi la Mungu katika mfumo huu wa maisha ni kwamba wale ambao Mungu anawajalia kupata kipato kikubwa wanapaswa pia kufanyika baraka kwa wale wanaopata kipato kidogo, na maisha yanaendelea. Kuna mtu mmoja alisema haiwezekani ukawa maskini. Ukiwa Mkristo huwezi kuwa maskini. Sio kweli. Sio kweli. Si kweli kwamba kila utakapokuwa Mkristo unakuwa tajiri. Haiwezekani. Na hii kwa sisi tunaoamini neno ni vizuri tuwe makini kwa mafundisho. Watu wanasema injili ya mafanikio, the gospel of prosperity, inahubiriwa sana sana sana. Kipimo cha kama vile wewe humjui Kristo, yani maisha yako, mbona huna hela, huna gari, huna nyumba. That's not true. Sio kweli. Na kama huo ni ukweli kwamba Wakristo wote lazima wawe matajiri tena kwa kipimo kinachofanana, basi maandiko hayatuambii sawa sawa, kwa sababu Biblia inatueleza habari za maskini Lazaro na tajiri ambao wote waliishi na baadaye wote walikufa. Aliyekwenda kifuani kwa Ibrahimu ni maskini au ni tajiri? Na nini inawakilisha kifuani kwa Ibrahimu? Amepotea? Si kweli. Kwa hiyo labda hapa maandiko hayako sahihi. Kama kila Mkristo lazima awe tajiri, basi hapa maandiko yanatuchenga. Hapana. Mungu anafanya mambo kwa utukufu wake. Anataka umheshimu na kumpenda yeye katika uduni wako wa maisha au ubora wako wa maisha wowote ambao amekupa. Na kama tajiri huyu angeishi maisha mazuri na kama angetenda vizuri kwa maskini Lazaro, pengine na yeye bado tungeambiwa amekwenda kifuani kwa Ibrahimu. Katika hatua nyingine, Mchungaji Mtebe ameongeza kuwa licha ya changamoto zinazojitokeza za kukatisha tamaa katika utumishi, lakini mtumishi anaposimama imara katika imani yake kwa kujituma katika kazi, Mungu humuinua. Wakati mwingine tunapata changamoto kutokana na mazingira yetu ya utumishi. Hata unataka kukata tamaa ya kuendelea mbele. Mimi binafsi pamoja na uchungaji wangu na ukatibu wangu mkuu, wakati mwingine nimekata tamaa, tena sio mbali, hapa nimekata tamaa hapa. Nimekata tamaa kabisa. Kuna nyakati ambazo hata nimesema siendelei tena. This is the end of the story. Lakini kuna wakati nafika mahali nasema hivi, ni huyu anayenikatisha tamaa ndo ninayemtumikia?
Hapana, yuko ninayemtumikia mmoja ambaye hanikatishi tamaa, na huyo atanilipa mimi hata kama sio leo, wakati mwingine. Kwa hiyo ile inakuwa encouragement. Unapofika mahali umechoka kabisa, Mungu anakuinua tena, anasema niangalie mimi niko ambaye nitakulipa kama hutavunjika moyo. Zoezi la kumuaga Mama Catherine liliambatana na pongezi mbalimbali, ikiwemo fedha taslimu na ukataji wa keki, ikiwa ni ishara ya umoja. Kwa upande wake, Catherine Ligwa amesema safari yake ya utumishi kwa miaka 41 haikuwa kazi rahisi, bali ni uvumilivu na kuipenda kazi ndio sababu ya yeye kufikisha miaka hiyo, huku akitoa wito kwa watumishi wenzake. Mimi ni Catherine Ligwa. Kwa kuanza nitaanza hivi. Namshukuru Mungu sana kwa miaka yote nilipoanza kazi Januari 85. Nikafanya nikiwa kama kibarua. Baada ya miezi 6 ilipoisha mwezi wa 7 nikaajiriwa. Hiyo imba eti kwa Yesu ni tambarare, hapana. Kuna magumu, lakini nawaomba mjipe moyo kama mimi nilivyoweza kufanya mpaka leo ninastaafu. Naomba na ninyi mkastaafu hivi hivi. Asanteni sana. Nao baadhi ya wafanyakazi katika kiwanda cha uchapishaji cha Inland Press and Publisher hawakusita kutoa neno kwa Mama Catherine. Kwa majina yangu naitwa Mkama Onesimo Kudai. Ni mfanyakazi mmoja kati ya wafanyakazi walioko Inland Press, na tulikuwa kwenye hafla fupi ya kumuaga mfanyakazi mwenzetu Catherine Ligwa ambaye amefanya kazi kwa muda wa miaka 41, kaanza 1985 mpaka mwaka huu 2026. Kwa hiyo tunaona ni namna gani ambavyo amevumilia mapito ya kazi sometimes zinakuwa na mwingiliano mwingi wa mambo. Kwa hiyo yeye kavumilia mpaka sasa. Kwa hiyo tunajivunia kwake na kujifunza kwamba uvumilivu kazini ni jambo la muhimu sana. Kwa hiyo mafanikio kapata, changamoto pia hakukata tamaa. Kwa hiyo amepata ni mama ambaye ni mfano wa kuigwa. Asifiwe. Kwa majina naitwa Paulini Manumbu, ni mfanyakazi wa Inland Press. Kiukweli tumeshuhudia mama yetu amestaafu, amefanya kazi kwa miaka mingi. Kwa hiyo ndio tumekuja kuhudhuria kwenye hii sherehe. Tunaendelea kumpongeza sana na tunamshukuru Mungu kwa neema aliyompa. Amefanya kazi kwa muda mrefu. Kwa hiyo amezidi kutusia kwamba tufanye kazi, na kazi ya Mungu inahitaji kufanya kazi kwa moyo wa kujitolea. Kwa hiyo tunaendelea kumuomba Mungu azidi kututangulia katika kazi hii, na pia tuseme asante kwa siku ya leo. Mwenyezi Mungu azidi kututangulia zaidi katika kazi zetu. Naam, ni kiripoti kutoka hapa mkoani Mwanza. Jina langu ni Samuel Chem.